Njia tatu za kufanya PC yako kuwa nyepesi na kuwa na performance ya juu zaidi, kwa sababu kuna watu wanalalamika PC zao ni nzito na wafanye kazi zao kwa usahihi. Kwa hapa nataka nikupe njia tatu za kufanya laptop yako au desktop yako kuwa inakuwa nyepesi wakati unafanya kazi zako. Tunaanza na njia ya kwanza. Njia ya kwanza ni kufunga zile apps au zile software ambazo huzitumii kwa muda huo, lakini zenyewe zinakuwa zinafanya kazi. Cha kwanza utabonyeza window button, utaandika task manager. Ukiandika task manager, utaklik hiyo task manager ili kuiopen, and then kwenye task manager hapa itakufungulia apps na baadhi ya background process ambazo zinafanya kazi kwa wakati huo. Sasa hapa kwa kama mimi zinazofanya kazi kwa wakati huu ni mbili. Kuna hii snipping tools na hii task manager. Ila kama kuna app ambayo inakuwa wewe huna kazi nayo na inafanya kazi, unaweza ukaifunga kwa hapa kwenye nini, kwa hapa kwenye app, kwa hapa kwenye app. Kwa mfano kwa nifungue hii Microsoft Edge, then itatokea hapa. Lakini Microsoft Edge, nifungue Microsoft Edge, then nikifungua Microsoft Edge itatokea hapa. Lakini kwa sasa hivi Microsoft Edge mimi sina kazi nayo, kwa hiyo nakuja hapa na end task, kwa hiyo nimeifunga. Kwa hiyo hizi app nyingine ambazo zitakuwa hazifanyi kazi kwenye laptop yako au kwenye desktop yako unazifuta ili kuweza kufanya desktop au laptop yako kuwa nyepesi. Pia hapa kwenye task manager kuna hii sehemu imeandikwa start up. Kwenye wale ambao wana Windows 10 ukiangalia kwa juu unakuta hii ipo kwenye nani wa juu hapo, kwa juu hapo. Lakini kwa sisi ambao tuna Windows 11 asilimia kubwa zinakaa katikati na hii inakaa pembezoni. Hii start up. Kwenye hizi start up utakuta kuna app nyingine ziko disabled, nyingine ziko enabled. Sasa hii hapa utaangalia, ukiona ile nani ambayo utakufanyia kazi kwa muda huo, pia nayo itabidi uidisable. Kwa mfano mimi hapa hii hapa sitaki kuifanyia kazi, kwa hiyo nitaidisable kwa muda huu, na pia unaangalia zile app ambazo usifanyii kazi sana ndio tuna disable. Kwa hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, unafanya kitu kinaitwa disk cleanup. Disk cleanup ni built-in program ambayo ipo tayari kwenye window zote, lakini kwenye hii Windows 11 utakuja utabonyeza hapa sehemu ya window button, itakuletea hapo, utaandika disk cleanup. Uta open disk cleanup, then itakwambia unataka clean disk gani au drive gani. Hapa kitu nataka ndili na drive C. Itakuletea sasa kwenye temporary files, itakuletea recycle bin, itakuletea kila kitu hapo. Utaangalia namna. Sasa utakuja hii hapa chini, kwa hapa chini utabonyeza clean system files, itakuletea tena hapo, utabonyeza hapa, then baada ya hapo itakalculate ina clean ukubwa gani na ina temporary file au ina zile faili ambazo hazitakiwi nyingi kiasi gani. Kisha calculate hapo itakurudisha pale pale, imeshajua faili ambazo hazitakiwi. Then baada ya hapo utaklik okay. Click okay, itakuuliza are you sure you want to permanently delete this file? Mwambia kama unataka kudelete, mwambia yes. Piga yes, itaanza kudelete zile faili ambazo hazitakiwi kwa muda huo, ikiwemo temporary files, faili ambazo ziko kwenye recycle bin, na pia mafaili ambayo yanafanya laptop yako au desktop yako kuwa nzito. Ukiweza ukaperform hizi tatu kwa usahihi, laptop au desktop yako itafanya kazi ikiwa nyepesi na utafanya kazi zako vizuri. Thank you so much.